Maisha ya mziki na Musinga TZ. Hello guys, habari jamani, asanteni sana kwa nyinyi ambao mmenifuatilia, asanteni sana kwa ambao mmenifollow, asanteni pia kwa ambao mmelike video zangu ambazo nafundisha mambo yetu ya muziki. Sasa leo hapa nipo na daftari langu hapa, nataka tuangalie maana ya muziki. Na tunapoanza hapa, tunaanza na swali nauliza muziki ni nini? Sasa tunaambiwa kwamba muziki ni sauti linganifu ambayo ni matokeo ya mgongano wa kitu au mawimbi ya kitu. Narudia tena, muziki ni sauti linganifu ambayo ni matokeo ya mgongano wa kitu au mawimbi ya kitu. Sasa tunaambiwa pia, unaweza kusema kwamba muziki ni sanaa ya kupanga na kutumia sauti, midundo, melody na rhythm ili kutengeneza hisia au ujumbe. Cha pili tunachokiangalia hapa ni sauti, kwa sababu kwenye maana muziki tunaambiwa muziki ni sauti. Sasa hapa tunaenda kuangalia sauti ni nini. Najua wengi hamjiulizaji hiyo swali kwamba sauti ni nini. Sauti ni mlio unaotengenezwa na hewa inayopita kwenye kamba za sauti, vocal cords, ndani ya koo na kuzifanya zitikisike. Sauti ni mlio unaotengenezwa na hewa inayopita kwenye kamba za sauti, vocal cords, ndani ya koo na kuzifanya zitikisike. Katika uimbaji, sauti za watu hugawanywa hasa kulingana na range, yaani kutoka noti ya chini kabisa hadi noti za juu. Nikisema noti kwa msanii unaelewa, maana yake ni zile key. Wengi ambao msharekodi ni producer anasema kwambia unatoka nje ya key, au upo juu sana ya key, au upo chini ya key. Key ndio hizi noti. Unaona? Mtu unaweza kuimba vizuri ukiwa umezifuata hizi noti, yaani upo sawasawa na hizi noti, upo sawasawa na key, unatengeneza wimbo mzuri. Unaona? Pia tunaenda kuangalia aina za sauti. Katika muziki, kila mtu au kila jinsia ina sauti zake. Sauti ya mwanaume huwezi kufananisha na sauti ya mwanamke, au sauti yangu mimi huwezi kufananisha na sauti yako wewe. Sasa unakuta mtu anakwambia nataka kwenye nyimbo yangu hapa hiyo sauti namba moja kama mwanamke, lakini hatuna mwanamke wa kuingiza hiyo sauti. Ngoja mimi mwenyewe niimbe sauti kama mwanamke. Sawa, utaimba, lakini sauti hiyo haitokuja kufanana na sauti ya mwanamke. Itakuwa sana namba moja, lakini haitofanana na sauti ya mwanamke. Kuna wengine pia wanaambiwa usitoka kama Diamond, usitoka kama ya Ibra, usitoka kama ya Dayo, au mwingine anasema kaniimbe kama Dayo. Sasa hauwezi imba kama sauti ya Dayo kwa sababu wewe una sauti yako. Utakapotaka kuimba sauti kama ya mtu fulani, hapo utajaribia mwenyewe, kwa sababu hautoenda sawasawa na yeye anavyoimba. Sasa wewe tumia sauti yako ili upate kitu kizuri, ili uweze kufanikiwa. Maana tunaona mtu kama 10K Degree, yule kengine sauti yake yeye kama yeye, Jayva alinyanyua sauti yake yeye kama yeye, ndio maana pia akaweza kufanikiwa. Mario kujaza sauti yake kama yeye, amefanikiwa. Sasa wewe ukitaka uige sauti kwa sababu Mario amefanikiwa, basi ngoja niimbe sauti kama yeye,
utazidi kujipoteza mwenyewe. Sasa hapa tunaangalia sauti kwa upande wa wanaume. Tumesema kila jinsia ina sauti zake. Sauti za mwanaume tofauti na sauti za mwanamke. Sasa sauti ya kwanza upande wa mwanaume ni bezi. Ni sauti ya chini zaidi kwa mwanaume. Bezi ni sauti ya chini zaidi kwa mwanaume. Pia ni sauti nzito ya kina. Pia ni sauti nzito ya kina, na mara nyingi msanii mwenye bezi huwa anaimba noti za chini. Tuelewe maana ya noti. Noti nimesema ni key. Kwa mtu mwenye bezi mara nyingi huwa anaimba key za chini. Sauti ya pili ni baritone. Baritone ipo katikati ya bezi na tenor. Tenor ni nini? Tutaenda kukiangalia, tutaangalia baada ya kutoka hii baritone. Pia ni mojawapo ya sauti zinazopatikana sana kwa wanaume. Inaweza kuwa nzito, lakini pia inaweza kufika noti za juu kiasi. Tunaelewana hapo? Bezi tuliambiwa mara nyingi huwa inaimba noti za chini, ila baritone inafika noti za juu kiasi. Kwa hivyo tunatofautisha maana ya bezi na baritone. Ya tatu ni tenor, ambayo tumeambiwa ipo katika, ambayo baritone ipo katikati nayo, yaani ipo katikati ya bezi na tenor. Unaona? Ni sauti ya juu zaidi kwa mwanaume katika makundi haya matatu ya sauti. Yaani kwenye hii bezi na baritone, hii tenor ni sauti ya juu zaidi. Pia inaweza kufika noti za juu kwa urahisi zaidi, na mara nyingi husikika kwenye melodi za juu. Kwa hiyo tenor ni rahisi sana kufika noti za juu, na mara nyingi pia huimba katika noti za juu. Tunaelewana hapo? Ya nne ni countertenor. Hii ni sauti ya mwanaume inayoweza kuimba katika eneo la juu sana, wakati mwingine karibu na range inayohusishwa na alto au mezzo soprano. Hii mezzo soprano na alto tutaenda kuangalia katika upande wa sauti za wanawake. Hizi zinaingia pia kwenye sauti, yaani hizi zipo kwenye upande wa sauti za wanawake. Sasa hiyo countertenor naambiwa ni sauti ya mwanaume inayoweza kuimba katika eneo la juu sana, wakati mwingine inakaribiana na range inayohusishwa na alto. Tunaelewana hapo? Mwanaume anaimba sauti nyembamba, sauti laini ya juu. Sasa kwa leo upande wa sauti, upande wa mwanaume tumeishia hapa. Video itafuata itakuwa ni upande wa wanawake. Tutaangalia upande wa wanawake. Tafadhali usiache kusave video hii, usiache kufollow, usiache pia kulike